السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ये अल्लाह ताला का फजल और एहसान है. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala ibn Aziz anasema kwamba hii ni ihsani na fadhila za Mwenyezi Mungu, kwamba katika kila safari yangu Mungu anaonyesha msaada wake na anaonyesha nishani ya msaada wake. Baadhi wakati inakuwa na wasiwasi na fikira kwamba labda jumuiya kadhaa kwa ajili ya kuandaa vipindi kadhaa hazina uzoefu, na baadhi wakati wanaandaa vipindi ambavyo vinakuwa si vipindi vya jumuiya, bali katika vipindi hivi wanawaalika wasiokuwa wanajumuiya. Na vipindi hivi au mikutano hii inayokuwa pamoja na wasiokuwa waislamu wanajumuiya, lazima kwa ajili ya kuandaa vipindi hivi vina tangazo lake linasambazwa, na baadhi wakati inakuwa wasiwasi kwamba wapinzani wa jumuiya na watu wenye shari huenda wataleta usumbufu katika vipindi hivi au mikutano hii. Kisha inakuwa na hofu hii pia kwamba ikiwa mkutano ule au kipindi kile haikwenda vizuri, inaweza kuwa fedheha kwa ajili ya jumuiya. Lakini hatuwezi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hii, kwamba Mungu anaonyesha msaada wake na anaonyesha nishani ya msaada wake kiasi hiki kwamba kwa kuona nishani hizi mtu anashangaa. Na tunashuhudia kwamba Mwenyezi Mungu alizozia ahadi wa Sayyidina alayhi salatu wasallam, ahadi hizi zinatimia. Hata baadhi wakati wasiokuwa waislamu wanajumuia wanatoa rai yao, wanatoa maoni yao kiasi hiki au katika sura hii kwamba wanasifu kipindi kilichofanyika kiasi hiki kwamba baadhi wakati tunashangaa na wasimamizi wanashangaa kwamba je, ni kweli kwamba sisi tuliandaa mkutano vizuri kiasi hiki, kwamba waliokuja hawa wageni kushiriki wanasifu kiasi hiki. Na hii inakuwa si sifa ya kidhahiri tu, bali inaonekana kwamba wageni wanaokuja pale na hawa ambao si waislamu
maoni yao yanatoka katika mioyo yao. Hawasemi kwa ulimi tu, bali macho yao yanathibitisha na nyuso zao zinathibitisha kwamba yoyote wanayosema kweli ni sauti ya moyo wao. Na kwa kuona vitu hivi, mtu anamsifu Mwenyezi Mungu sana kwamba Mwenyezi Mungu alitusitiri na mkutano ulifanyika vizuri, ulifaulu vizuri. Majuzi nilikuwa katika safari ya Holland na Germany. Germany ni jumuiya kubwa sana, na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu jumuiya imeimarika sana, na wao wamejenga uhusiano mzuri na idara mbalimbali. Media pia inawapatia nafasi nzuri, na media inawajua wanajumuiya vizuri. Magazeti kadhaa au njia zingine za mitambo ya kisasa, kwa kuona maendeleo ya jumuiya wanaandika kuhusu jumuiya. Na wengine wanasiasa ambao ni kutoka bara la Hindi na katika Asia, wao pia wanaleta upinzani dhidi ya jumuiya mara kwa mara kwa kuona maendeleo ya jumuiya. Lakini kwa kawaida wanasiasa wa Germany na vile vile wasomi na wenyeji wa Germany pia, ambao kwa njia yoyote wanajua kuhusu jumuiya, wana taarifa ya jumuiya, wao wanakuwa na maoni mazuri na mawazo mazuri kuhusu jumuiya. Na kwa sababu ya hii, picha halisi ya Islam pia wao wanapata kwa kupitia jumuiya. Basi hii pia ni njia ya kutambulisha jumuiya na Islam, kwamba wanajumuiya wanaofanya vipindi na mikutano hii ya kualika wasikuwa Waislamu. Kwa sababu hii watu wanapata picha halisi ya Islam. Lakini katika Holland jumuiya bado ni ndogo sana, na bado wao hawakufanya juhudi pia sana. Kwa hiyo kwa kupitia media jumuiya imejulikana nchini kote, au Islam imejulikana. Kisha wao hawana uhusiano mzuri na wanasiasa na watu wasomi na vile vile watu wengine ambao ni maarufu, ambao tuweze kusema kwamba kwa sababu ya hii, ambayo tuweze kusema hii kwamba kwa sababu ya hii wanajua jumuiya au wanajua Islam au wanaona kwamba jumuiya ni mwakilishi wa Islam. Lakini katika Nunspit ambapo tuna makao makuu yetu, mbunge wa pale ambaye tuliwasiliana naye miaka 2-3 iliyopita, na yeye aliwahi kukutana nami pia kwa kumpitia yeye katika bunge la parliament. Mungu alifanya mpango wa kufanyika kipindi kimoja. Huyu mbunge siku hizi ni makamu wa chairman ya kamati ya foreign affairs. Kwa vyovyote, kwa kumpitia yeye, kamati ya foreign affairs katika ukumbi moja ya parliament ya bunge ilipanga mpango mmoja au kikao kimoja, na Amir Sahib aliniandikia kwamba hivi kikao kimepangwa na mkutano umepangwa, kwa hiyo wewe uje pale. Kwa hiyo nikaenda pale. Nilikuwa na dhani kwamba watu wachache watakuja kushiriki kikao kile, kwa sababu jumuiya bado haijulikani vizuri nchini. Watu labda hawatashiriki, hawatahudhuria mkutano ule. Vilevile jumuiya pia haina uzoefu wa kufanya kipindi cha aina hiki. Lakini kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, kwa kuzingatia jumuiya ya hali ya jumuiya ya Holland, sawa na mawazo yangu, kikao kile kilienda vizuri sana na mkutano ulifanyika vizuri sana. Katika sherehe ile ninayoeleza,
wageni 89 walikuja walishiriki. miongoni mwa hawa walikuwa wabunge wa Dutch Parliament kutoka Spain, Ireland, Sweden, Croatia, Montenegro, Albania, France, Switzerland, Belgium, Germany, India, Philippines, Denmark na Cyprus. kutoka nchi hizi wabunge na wabalozi na vile vile viongozi wa serikali walikuja kushiriki kikao kile. Hazuru anasema kama nilivyosema, jumuiya ya Germany imejenga uhusiano mzuri na viongozi mbalimbali, lakini wao bado hawakuweza kufanya kipindi au kikao cha aina hiki. Ingawa katika sherehe zetu watu wengi wanakuja, viongozi wengi wanakuja na wanatusifu, na wao kwa kuona picha halisi ya Islam kwa kupitia jumuiya, wao wanatoa maoni yao na mawazo yao, lakini wao hawakuweza kufanya kikao cha aina hiki. Na sababu yake labda moja ni hii kwamba Germany ni nchi kubwa sana na dhidi yake Holland ni nchi ndogo sana. Hazur anasema kazi aliyofanya jumuiya ya Holland na imejenga uhusiano na viongozi na imejenga uhusiano na media. Nategemea kwamba jumuiya ya Holland itapanua zaidi kazi hii, na kazi waliofanya mpaka leo wao wasione kwamba ilikuwa mwisho wa juhudi yao. Huzur anasema kikao kilichofanyika pale katika bunge takriban dakika 18 au 20 nilieleza mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam. Kwa kawaida sehemu yoyote nikizungumza kwa kupitia mafundisho mazuri ya dini tukufu Islam au kwa kupitia mafundisho ya Qur'an tukufu, watu wanaona na wanaeleza kwamba wamepata majibu ya maswali yao. Lakini hapo katika kikao kile wabunge 3 au 4 ambao walikuwa viongozi wa chama vyama mbalimbali, wao walisema nataka kuuliza maswali. Nikasema sawa, ikiwa nyinyi hamkuridhika mnaweza kuniuliza maswali. Kwa hiyo wao wakaniuliza maswali yalikuwa marudio ya yote niliyosema. Ilionekana kwamba wao walikuwa na mpango kwamba mimi niseme katika majibu ya maswali yao kwamba mafundisho ya Islam si mazuri na uzubillah, au niseme neno lolote kwalo kwa kusikia neno lile waseme dhidi ya mafundisho ya Islam. Na hii walihisi wabunge wengine pia waliokuja kutoka nchi mbalimbali, na wao walisema baadaye kwamba wabunge hawa waliuliza maswali, nia yao ilikuwa si nzuri. Na vile vile wananchi wa Holland ambao walikuwa pale, wao pia hawakuridhika, na bali waliwakashirikia wale wabunge waliuliza maswali. Lakini Hazuru anasema kwamba sisi hatujali kuhusu hii, haileti madhara yoyote kwetu. Watu walifikiria kwamba hawa wabunge walitaka nikasirike, lakini ni fadhila za Mwenyezi Mungu kwamba Mungu amenipatia subira sana, mimi siwezi kukasirika kwa sababu maswali yao. Lakini mmoja wa hawa wabunge mwenyewe pia alijuta baadaye wakati alipokuja kupiga picha pamoja nami. Yeye akaniambia kwamba ikiwa maswali yangu yalikuwa si mazuri, basi mimi naomba radhi. Ilmuradi kuna maelezo marefu ya kikao hiki umeshawahi kuona katika MTA au mtasoma katika taarifa itakayochapwa. Mimi siwezi kueleza maelezo yote ya kikao hiki, lakini katika kikao kile wageni waliokuja na wao wale waliokuwa si waislamu, wao walipata athari nzuri ya mafundisho ya Islam. Baadhi wakati inapatikana wazo hili kwamba ningeweza kujibu hivi ningekuwa vizuri zaidi, lakini
mwenyezi mungu alileta fadhila zake kiasi hiki kwamba majibu yaliyotolewa kwa sababu ya maswali majibu yale yalileta athari nzuri na wageni walieleza baadaye wenyewe kwamba maswali haya yalitakiwa yajibiwe hivi kama wewe uliojibu. Hazur anasema hii ni kazi ya mwenyezi mungu. Kwa hiyo yeye kwa kushinda mioyo ya watu analeta heshima, analeta athari. Juhudi ya binadamu haiwezi kufanya kitu chochote. Kufanyika kwa kikao hiki kwa hakika ni fadhila za mwenyezi mungu moja kwa moja. Pengine jumuiya ya Holland ikisema kwamba wao walifanya kikao hiki kwa sababu ya juhudi yao au kwa sababu ya juhudi ya mtu fulani kikao hiki kilifanyika, hii si sahihi. Bali wengi wa hawa wanajumuiya watasema kwamba sisi tulikuwa hatutegemei wala hatukuelewa kwamba kikao hiki kilifanyika namna gani. Kuhusu kikao hiki kilichofanyika, mbunge aliyepanga kikao hiki yeye mwenyewe alisema kwamba ilitakiwa kipindi hiki au kikao hiki kingesambazwa sana katika media. Hazur anasema sisi sawa na maoni yetu kikao hiki kilisambazwa vizuri, lakini yeye anasema ilitakiwa habari yake ingesambazwa vizuri zaidi ili wananchi wangejua zaidi kuhusu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam kwa kupitia kikao hiki. Huyu bwana ambaye aliyepanga kikao hiki alisema kwamba wabunge wengi waliniuliza kwamba namna gani umeweza kufanya au kupanga kikao hiki au mkutano huu. Tena si wanajumuiya tu ambao ilionekana walifikiria kwamba ni ngumu, bali wasiokuwa waislamu kwao pia ilikuwa ngumu sana kupanga kikao cha aina hiki katika bunge la Holland. Alufa mtukufu anasema kwamba huyu mbunge anasema kwamba mpango huu au kikao hiki kilichopangwa kilikuwa nzuri sana kushinda kuliko matamanio yangu, kuliko hamu yangu. Anasema kwamba sasa matokeo yake yatapatikana vizuri baadaye, kwa sababu imamu wa jumuiya ametoa ujumbe wake vizuri sana. Sasa hii ni haki ya wananchi wa Holland kwamba wao waone picha halisi ya picha ya amani au mafundisho ya amani ya Islam. Kikao hiki kilikuwa cha kwanza pamoja na halifa. Siku za usoni tutafanya vikao vingine, na yeye alieleza maoni yake haya katika hutuba yake. Vile vile Hazur anasema wageni wengi kwa kupenda na kwa kusifu kikao hiki walisifu sana kwamba wamepata picha halisi ya mafundisho ya Islam. Defense Minister yao aliyestaafu yeye pia alishiriki kikao hiki. Baada ya kikao hiki aliendelea kukaa pamoja nami kwa muda mrefu na aliendelea kuzungumza nami. Yeye katika maoni yake alisema kwamba kwa sababu ya ujumbe wako tumepata picha halisi ya mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Sasa ni hamu yangu kwamba uje hapa Holland mara kwa mara ili haufu ya Islam itoke katika mioyo ya watu. Kisha anasema kwamba majibu uliyotoa kwa sababu ya maswali ni majibu haya ni tosha kwa ajili ya kufungua macho ya wale watu ambao wanakuwa na akili. Kisha mbolozi wa Spain pia alikuja katika kikao hiki. Yeye anasema jinsi Imam Jamaat Ahmadiyya aliyotoa majibu ya maswali kuhusu uhuru wa maoni ya watu na haki za watu, majibu haya yalikuwa mazuri sana. Kisha alisema hii pia kwamba katika hutuba jinsi aliyozungumza kuhusu udugu na subira na
vile vile kuhusu mambo mengine ya mafundisho dini tukufu ya Islam aliyoeleza yanaleta athari sana juu ya mioyo ya watu. Na anasema kwa ajili ya amani na udugu ni muhimu kwamba sisi tuzingatie mafundisho haya. Kisha mbunge wa Spain anasema kwamba kwa ajili ya ubinadamu, amani na uhuru na kumpenda Mwenyezi Mungu, kwa kusikia ujumbe kuhusu mambo haya yote nimepata utulivu, hasusan katika hali hii ambamo dhuluma inaendelea kuzidi. Tunatakiwa kwa kusikia ujumbe huu tushukuru. Siku hizi wale watu ambao wanafuata dini na wanataka amani wanatakiwa wajumuike pamoja. Tunatakiwa tuzingatie mambo ambayo ni sawa kati yetu badala ya kuzingatia ikhtilafu inayopatikana kati yetu. Kisha kutoka Montenegro pia walikuja watu watatu, mmoja wao alikuwa mbunge. Yeye anasema kwamba sherehe hii ni ufaulu mkubwa kwa ajili ya jumuiya. Imamu wao ameeleza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam kwa njia nzuri sana. Alijibu maswali ya wabunge wa Holland ambao waliuliza maswali kwa jeuri, lakini halifa alitoa majibu yake kwa dalili na kwa hoja. Na jambo hili linathibitisha kwamba imamu wa jumuiya kwa ujasiri na kwa hoja anazungumza na anatoa majibu. Na anasema kwamba kuna haja sana ya kupanga kikao cha aina hii au vikao ya aina hii katika dunia ya hatari siku hizi. Kisha wakilishi wawili kutoka Human Rights Defense pia walikuwepo pale. Wao pia wanasema kwamba hotuba iliyotolewa, ujumbe uliotolewa katika bunge inatakiwa ipelekwe kwa viongozi wote. Kisha kutoka Croatia mbunge mmoja alikuja. Yeye anasema imamu wa jumuiya ameeleza mafundisho ya Islam vizuri sana, na mafundisho ya Islam ni yenye athari sana duniani. Ikiwa Waislamu wote wanafuata mafundisho haya, dunia inaweza kuwa amani na usalama. Kisha anasema kwamba kuhusu freedom of speech aliyosema imamu wa jumuiya, ile ilikuwa yenye athari sana, hususan kuhusu Holocaust, marufuku iliyopigwa katika nchi mbalimbali. Hotuba ya halifa ilisaidia rai yao. Kisha anasema kwamba kwa kuwa na uhakika huu kwamba jumuiya inadhulumiwa sana, halifa hakulaumu nchi ya Pakistan, bali aliwasihi Waislamu wao wafuate mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, na jambo hili ni lenye hasari sana. Kisha anasema kwamba kupigwa marufuku juu ya silaha na kupiga marufuku ili wagaidi wasipate msaada ilikuwa yenye uhakika. Ikiwa viongozi wa dunia wakifuata na saa hizi, dunia inaweza kurudi katika amani na usalama. Kisha mbunge aliyokuja kutoka Sweden, yeye anasema hotuba ya halifa ilikuwa mzuri sana, ilikuwa yenye athari sana, na kwa kuwa kiongozi wa dini aliwaamsha viongozi wa dunia na ukweli ulipatikana ndani ya hotuba, amani, usalama na udugu. Kuhusu mada hii, halifa imamu wa jumuiya aliwakumbusha watu wa dunia na alitoa ujumbe wake kuhusu freedom of speech. Maswali yaliyoulizwa, halifa alitoa majibu yake vizuri sana kwa hoja na kwa dalili, na watu wengine hawakuelewa ishara ya halifa, ingawa alitaja Mayahudi. Na ilhali katika nchi yetu haturuhusiwi kutumia beji ya nazi, tukitumia tutaadhibiwa katika nchi yetu. Kisha kutoka Albania
bwana mmoja aliyekuwa ambaye ni mshauri wa waziri mkuu na vile vile ni aliwahi kuwa mwenyekiti wa kamati ya dini ya serikali. Yeye anasema kwamba nilikuwa siwezi kuwaza kwamba jumuiya inafikisha ujumbe wa Islam hivi. Imamu wa jumuiya kwa njia nzuri alieleza mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Professor wa Amsterdam University ambaye ni mahiri wa Buddhism na dini zingine mbalimbali, yeye katika maoni yake alisema imamu wa jumuiya mafundisho aliyoeleza kuhusiana na amani na usalama, kwa kusikia hutuba yake nimepata wazo hili kwamba jumuiya inatakiwa iingizwe katika kamati ya interfaith. Lazima jumuiya ishirikishwe katika interfaith ili tuweze kujua na kupata picha halisi ya mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Na zaidi ya hii vipindi vingine vilivyofanyika. Miongoni wa vipindi hivi ni kwamba wakilishi wa habari waliendelea kuja siku 2, 3, 4 kila siku, na walichukua intro yangu baadhi wakati nusu saa hata mpaka dakika 40. Interview moja ilifanyika. Katika interview hii kuhusu madai ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, mafundisho ya dini tukufu ya Islam, amani ya dunia na uhalifa. Mada haya ilizungumzwa katika interview hizi. Maelezo zaidi mtasoma katika ripoti au mtaangalia katika MTA. Lakini kwa kupitia vipindi hivi jumuiya ilijulikana vizuri sana, na kama alivyosema professor kwamba katika wasomi na katika nchi yao watu wanalazimika kukubali au kukiri kwamba ikiwa tunataka kujua kuhusu mafundisho sahihi ya Islam, lazima wanajumuiya waingizwe katika vipindi mbalimbali. Hazuru anasema kama nilivyoeleza kuhusu interview ya kwanza iliyochukuliwa ilikuwa tarehe 5 ya Oktoba. Radio channel ya Newspit itwayo RTV, mwakilishi wa channel hii ilichukua kutoka msikiti wetu, ilirushwa moja kwa moja interview hii na dunia ilisikiliza kwa kupitia live streaming. Katika tarehe 5 ya Oktoba television station moja, mwakilishi wa television moja alichukua interview yangu, na kwa kupitia TV station takriban watu milioni 2 walipata ujumbe. Hata mwandishi wa habari mwenyewe alisema kwamba umuhimu wa channel yetu ni sawasawa na channel ya BBC. Kisha tarehe 6 ya Oktoba gazeti la taifa la Holland, mwakilishi wa gazeti hili lilichukua interview yangu, na gazeti hili ingawa linachapwa katika idadi ya 50,000, lakini kwa kupitia internet watu malaki na malaki wanasoma gazeti hili. Tarehe 7 wa Oktoba gazeti lingine la mkoa pia mwakilishi wake alikuja. Mwandishi huyu alichukua interview yangu na gazeti hili pia linachapwa katika idadi ya 100,000. Kisha tarehe 9 ya Oktoba gazeti la Holland, mwandishi wa gazeti hili pia alikuja na akachukua interview yangu, na gazeti hili pia linasomwa sana, na gazeti hili ni la dini. Kwa kupitia interview hizi na kwa kupitia media, habari zilizosambazwa ilisambazwa vizuri. Kama nilivyosema kwamba mara ya kwanza jumuiya ya Holland ilifanya uhusiano vizuri hivi na mpango ulifanyika vizuri. Magazeti 9 yalitoa habari kuhusiana na safari yangu, na katika internet pia habari ya safari ilitolewa. Kwa kupitia magazeti watu milioni 3 walipata ujumbe wa jumuiya. RT radio ambayo nilieleza habari yake hapo awali, radio hii kwa kupitia KPN na kwa live stream
kipindi kilirushwa duniani kote. National TV tarehe 7 ya Oktoba dakika 5 ilitoa habari. Kwa kupitia habari hii watu nusu milioni walipata ujumbe. Kisha National TV channel ya Holland pia ilitoa habari dakika 5 kuhusu safari yangu, na katika habari ile ilielezwa kuhusu kuweka jiwe la msingi na kuhusu hutuba ya bunge. Kwa kupitia TV channel hizi zote mbili, viongozi wanaona kwamba watu milioni 5 walipata ujumbe kwa jumla. Tukiona kwa kupitia print media, katika juhudi yao hii ya kwanza watu milioni 8 walipata ujumbe katika Holland. Hazur anasema kwamba katika Holland jiwe la msingi la msikiti wa pili liliwekwa. Mwenyezi Mungu ajalie ujenzi wake ukamilike haraka. Baada ya miaka 60 jumuiya inajenga msikiti mwingine. Kuna centers zinazopatikana, lakini kulikuwa hakuna msikiti maalum. Kwa hiyo kulikuwa haja sana ya kujenga msikiti pale. Katika sherehe ya kuweka jiwe la msingi, wageni waliokuja walikuwa 102. Meya wa mji wa Mere pia alikuwepo pale, na mahakimu, architects, madaktari na vile vile wasomi wengine walikuja kutoka Albania, Montenegro, Spain, Switzerland. Wageni walikuja katika sherehe ya bunge. Wao pia walishiriki katika sherehe hii ya kuweka jiwe la msingi la msikiti. Meya wa Umere, mji wa Umere, alisema kwamba kwa kusikia hotuba yako nimeathirika sana. Yoyote ulisema kuhusu msikiti nimeathirika kwa sababu hayo. Ujumbe uliotoa utasaidia kuleta amani katika jamii, na tunatakiwa tufanye juhudi ili ujumbe huu uenee. Kisha anasema kwamba tunategemea kwamba kwa kupitia msikiti huu ujumbe huu wa amani lazima utaenea. Kisha counselor mmoja wa mji ule, yeye anasema katika maoni yake kwamba ujumbe huu uliotolewa ni mwongozo kwa ajili ya viongozi wote. Kiongozi wa Liberal Party mmoja wa pale, yeye alisema katika maoni yake kwamba inaonekana kwamba siku za usoni jumuiya yenu itakuwa dalili na dhamana ya amani duniani. Kisha kule kuna Muslim Radio pia, National Radio. Siku ambayo jiwe la msingi liliwekwa, siku ile radio hii dakika 4.5 ilitoa habari kuhusu ujenzi wa msikiti. Katika habari ile ilielezwa kuhusu ujaji wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, na vile vile ilielezwa kuhusu mimi pia kwamba mimi ni halifa wa Masihi Maud, na ilielezwa kwamba halifa amekuja kwa ajili ya kuweka jiwe la msingi la msikiti. Vile vile wakati wa sherehe ya jiwe la msingi walisoma sehemu kadhaa ya hutuba yangu nilitoa katika bunge, na vile vile media pia ilitoa habari kuhusu sherehe ya jiwe la msingi. Baada ya hapo nilienda Germany, kule niliweka jiwe la msingi la misikiti miwili. Kule wasomi walikuja katika sherehe ile. Kule jumuiya inajulikana tayari, lakini kwa sababu ya sherehe hizi jumuiya ilijulikana zaidi. Nordhorn, wakati tunapoenda kutoka Holland Germany, njiani niliweka jiwe la msingi la msikiti. TV channel ya pale ilichukua interview yangu na baadaye walirusha. Mewa mstaafu pia alikuja pale baada ya sherehe, akaniambia kwamba nimeshawaambia wenzangu kwamba Jumapili hii sisi hatuna haja ya kwenda msikitini kwa sababu yote tulitakiwa kule katika kanisa tumeshapata hapa. Ni halifa ameshasema hapa. Hazur anasema kwamba watu wengine wanatoa rai yao hivi pia. Mwenyezi Mungu aifungue mioyo yao kweli kweli, ili kwa kuelewa mafundisho sahihi dini tukufu ya Islam waweze kupokea Islam. Mwanamke mmoja wa Germany akasema kwamba sherehe hii ilikuwa mzuri sana. Mimi nilikuwa sijui sana kuhusu Islam, lakini jinsi halifa alionielezea kuhusu Islam
athirika sana. Kisha mtu mmoja wa Germany anasema kwamba mimi ni Katoliki, lakini leo nimejifunza kuhusu Islam. Kwa kusikia hutuba ya halifu nimepata hamu kwamba nifanye utafiti zaidi kuhusu Islam. Halifa ametuambia kuhusu ukweli wa Islam. Nimejua kwamba msingi wa Islam ni juu ya amani, mapenzi na uhuru. Na kitu nilichokipenda sana ni kwamba halifa amesema kwamba Islam inasisitiza kuhusu haki za majirani. Mwanamke mmoja mwingine wa Germany akasema kwamba mimi sifuati dini yoyote, bali mimi hata sijui kwamba duniani kuna halifa mmoja. Lakini leo nilipomuona halifa huyu na nilipomsikiliza, basi kuanzia leo mimi nitakuwa na maoni mazuri kuhusu Islam. Nimejifunza kwamba msikiti si kwa ajili ya ibada tu, bali ni kwa ajili ya kuwahudumia watu. Nimejifunza kwamba msikiti ni sehemu ya kujali haki za majirani na vile vile kusambaza ujumbe wa amani. Ikiwa mtu yeyote anakuwa na hofu yoyote kwa sababu hutuba ya imamu, hofu ile inatakiwa iondoke. Na mwandishi mmoja wa gazeti anasema kwamba nilikuwa na hamu kwamba nitafanya interview ya imam baada ya sherehe ile, lakini kwa kusikia hutuba ya halifa mimi naona kwamba hakuna haja ya kufanya interview, kwa sababu hofu yoyote mtu anayeweza kuwa moyoni mwake kuhusu Islam, majibu yake yote halifa ametoa katika hutuba yake. mwanamke mwingine akasema kwamba mume wake pia alikuja kule, lakini yule mume wake alipoambiwa kwamba yeye pia aje ndani ili ashiriki sherehe, akasema mimi sitakuja hapa, bali mimi nitaenda katika parking ya gari na nitasubiri pale, kwa sababu hii ni sherehe ya Waislamu, lazima bomu litalipuka hapa. kwa hiyo mimi sipendi kufa. Ikiwa unataka kufa uende ufe pale, lakini mimi sitaenda kule, sitashiriki sherehe hii. Huyu mwanamke anasema mimi nikirudi nitamwambia mume wangu kwamba wewe umekosa sherehe nzuri sana, na kule ilitolewa ujumbe wa amani na usalama tu. Hazuru anasema watu wanakuwa na maoni aina hii pia. mwanamke mwingine mwenyeji wa Germany pia alikuja pale. Wakati alipokuwa anasikiliza hutuba, yeye aliendelea kusema kwamba ndio yote anayosema halifa ni kweli. Baadaye kwa kutoa maoni yake akasema kwamba nimekuja mara ya kwanza katika sherehe ya aina hii, na ukakuona usimamizi wenu nimeshangaa sana, na katika nidhamu yenu inaonekana kwamba kila mtu ana utaratibu. Hazuru anasema kwamba ikiwa maoni haya tunapata kutoka kwa wengine, tunatakiwa kwamba tuwe na utaratibu katika maisha yetu na tuwe na nidhamu, na isionekane hali wakati wa sherehe tu, bali katika maisha yetu yote tunatakiwa tuwe na utaratibu na tuwe na nidhamu. Huyu mwanamke anasema mimi nasikitika, nasema kwamba sisi wenyeji wa Germany tumeacha hulka hizi, na hulka ambazo nataka kuzifundisha watoto wangu nyumbani. Dhidi ya hulka hizi mafundisho yanatolewa shuleni, lakini katika Islam nimeona heshima ya kweli kabisa. Hazuru anasema kwamba watu wengine wanakuwa na maoni kwamba kwa jina la uhuru watoto wanapewa mafundisho mazuri, lakini watu ambao ni wenyeji wa hapa wao pia kwa sababu hii wana wasiwasi sana. Hazuru anasema tunatakiwa tuwafundishe watoto wetu kwamba yoyote mnayofundisha shuleni si sahihi, bali mnalazimika kufuata mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Vile vile kuna na mtu mwingine ambaye ni mwanamume, yeye anasema yeye anafurahi sana baada ya kufika hapa. Anasema Wakristo wanasema tu, hawana roho ndani yake, lakini katika Islam mimi naona kwamba ni dini hai kabisa. Kisha Hazur anasema kwamba katika hutuba yangu nilieleza kuhusu Afrika pia kwamba kule maji hayapatikani, na kule katika sherehe kulikuwa mwanamke mmoja ambaye alikuwa amekaa. Ye alipojua kwamba jumuiya ya Ahmadiyya inafanya juhudi ya kuwapatia maji kule Afrika,
akasema mtoto wake ambaye umri wake ulikuwa miaka 7-8 kwamba hutakiwi upoteze maji. vile vile watoto watatu 4 walikuwepo pale. alikuwa anawaambia kwamba wao wanisikilize vizuri ili waweze kuelewa. vile vile mume na mke walikuwa wamekaa pale na wakaanza kujadili wanajumuia kuhusu hijabu, na wao wakaulizwa kwamba kwa nini wanawake hawapo hapa, kwa nini wanawake wana ukumbi tofauti na wanaume. wao waliposikia hutuba yangu na waliambiwa kuhusu maana ya hijab, wao wakasema kwamba katika Ulaya uhuru wa wanawake ni uhuru wa juu, si uhuru wa kweli. na jinsi ulivyotuelezea kuhusu hijabu, basi nimeona kwamba heshima yote ni katika hijabu. Huzuri anasema watu wanajua hekima ya mafundisho ya Islam. kwa hiyo wanawake wetu baadhi wakati wengine wanakuwa na complex kuhusu hijabu. wao hawatakiwi wawe na complex, bali wanatakiwa wawe na uimara kuhusu hijabu. mwanamke mmoja alikuja pamoja na mume wake. yeye anasema kwamba sherehe ya leo ni aina hii, kwamba nimependa kila kitu cha sherehe ya leo. nilikuwa na wasiwasi sana kuhusu Islam. leo nimejua kuhusu Islam kwamba Islam ni jina la heri tu. kisha anasema nimependa maneno ya halifa haya kwamba tunatakiwa tuishi kwa amani na tushirikiane, kwa sababu sisi sote ni viumbe wa Mwenyezi Mungu. na nimeathirika sana kwa sababu ya maneno haya. mume wa huyu mwanamke akasema kwamba mimi pia nilikuwa na hamu sana na kwamba halifa atasema nini leo, lakini kwa kusikia hutuba ya halifa nitasema hayo, kwamba mimi naafiki na halifa. yoyote aliyosema ni sawa. nimeshajua kwamba misikiti ni sehemu ya amani, na yoyote aliyosema katika hutuba yake halifa alisema kuhusu amani. watu badala ya kuogopa wanatakiwa wategemeane. kwa kusikia hutuba sasa mimi sina hofu yoyote moyoni mwangu kuhusu msikiti huu. kisha mtu mwingine alikuja pale akasema kwamba mimi sipendi dini yoyote, lakini halifa wenu amethibitisha leo kwamba yeye ana subira sana dhidi ya watu wengine wote, na vile vile imethibitika kwamba Islam ni dini ya subira. halifa alisema tunatakiwa tuondoe vita yetu na ikhtilafu yetu. halifa yoyote aliyosema ni kwamba ni haja ya kufuata siku hizi. mwanamke mwingine anasema aliyosema Imam Jamaat tunahitaji tufuate nasaha zake. dunia ina mfarakano, lakini ujumbe wa halifa ni aina hii kwamba inaweza kutujumuisha. si waislamu tu wanatakiwa wamsikilize halifa, bali wakristo na mayahudi wanatakiwa wamsikilize halifa na wafuate anayosema. anasema kwa kusikia hutuba ya halifa yoyote niliyokuwa moyoni mwangu dhidi ya Islamu imeondoka. Hazur anasema kwamba hapa pia magazeti yalitoa habari sana. kuna Nordhorn, kuna habari ya kienyeji. gazeti hili lilitoa habari ya kuweka jiwe la msingi la msikiti, na gazeti hili liliandika kwamba halifa anatoa ujumbe wa amani na anatoa habari kwamba kila mmoja anatakiwa amtendee mwenzake vizuri. gazeti hili linachapwa sana. kwa kupitia magazeti haya watu 320,000 walipata ujumbe wa Islam. kisha msikiti wa Sadiq TV channel ya pale ilitoa habari ya msikiti dakika 2 na watu mamilioni wanaangalia TV hii. magazeti yalitoa habari. magazeti haya yanachapwa katika idadi ya 1,70,000 na katika gazeti la Bild pia habari hili lilitolewa. kabla ya kuweka jiwe la msingi pia habari ilitolewa mara 2 katika gazeti hili. katika msikiti wa Nordhorn tena redio pia ilitoa habari ya
sherehe hii kwa jumla katika jiwe la msingi la misikiti miwili habari iliyotolewa katika magazeti haya yalichapwa 4,490 kwa kupitia magazeti haya ujumbe wa islam uliwafikia watu. Kisha pamoja na hii redio na tv pia ilitoa habari na watu mamilioni walipata ujumbe wa islam kwa kupitia redio na tv. Katika chuo cha Germany ili klasi yake ya kwanza ilihitimu masomo yake. Wabashiri 16 walitayarishwa katika klasi ya kwanza na wao walikuwa na convocation ya mwaka, yani sherehe ya mwaka, na kwa ajili ya sherehe hii nilienda kule 2008. Chuo kilianzishwa kule Germany katika Batusubu katika vyumba vitatu, lakini sasa jamia imejengwa vizuri. Kuna classrooms na ukumbi na library na hostel na vile vile kuna vitu vingine pia. Ni ghorofa nzuri iliyojengwa kwa ajili ya lengo hili. Na kule sherehe ya mwaka ilifanyika na sherehe ilifanyika vizuri. Mwenyezi Mungu awajalie hawa wabashiri waliohitimu masomo yao waweze kutimiza na kutoa huduma vizuri na kutimiza majukumu yao vizuri na watimize wakfu yao vizuri. Sayyidina alayhi salatu wasalam ameandika sehemu moja kwamba kuhusu jumuiya yetu Mwenyezi Mungu ameahidi sana. Tukitegemea dunia au akili ya dunia haiwezi, vitu hivi haviwezi kutufikisha katika ahadi hizi. Mwenyezi Mungu mwenyewe ataleta sababu zake na ahadi hizi zitatimia. Kisha akasema, mimi najua kwamba Mwenyezi Mungu alianzisha jumuiya hii na kwa fadhila zake jumuiya hii inapanuka. Ukweli ni kwamba ikiwa Mungu hapendi, taifa lolote haliwezi kupata maendeleo wala haliwezi kukomaa. Lakini wakati Mwenyezi Mungu anapoamua, anapotaka, basi jumuiya ile inakuwa kama ni mbegu ambayo wakati inapopandwa watu hawajui umuhimu wake ni nini au athari yake ni nini. Vile vile maendeleo ya jumuiya pia watu wanaona kwamba hayatapatikana. Kama mbegu inapopandwa watu hawajui kwamba yataota au la. Vile vile jumuiya inapoanzishwa mwanzoni watu wanaona kwamba hatujui itapata maendeleo au la, lakini baadaye jumuiya pia inapata maendeleo kama mbegu. Basi kudra ya Mwenyezi Mungu inapoamua kwamba itokee hivi, basi inatokea vile. Mwenyezi Mungu amemwahidi Sayyidina alayhi salatu wasalam itakuwa hivi, na hii ni kudra yake kwamba jumuiya lazima itapanuka na itaenea duniani kote. Na tunaona kama Mwenyezi Mungu anatutendea hivi. Yoyote inayofanyika taarifa yake nimeeleza mbele yenu. Hii yote ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Hii si juhudi ya mtu mmoja au juhudi ya watu kadhaa. Ikiwa sherehe hii imepata ufaulu, si kwa sababu ya juhudi ya hawa watu, lakini kwa kuelewa kudra ya Mwenyezi Mungu. Juhudi tunatakiwa tufanye, lazima tufanye juhudi ili sisi pia tupate thawabu yake na tuweze kupata fadhila za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi, amin. Alifa mtukufu anasema, baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza ghaibu moja, ni ya bana Mirza Azhar Ahmad Saheb, mwana wa Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Tarehe 14 Oktoba 2015 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Miongoni wa wana wa Hadhrat Muslim Maud alikuwa mwana wa mwisho ambaye alikuwa hai na amefariki. Sasa kizazi hichi cha pili cha watoto kutoka kwa Hadhrat Muslim Maud baada ya kifo cha huyu bana, kizazi hiki kimekwisha. Sasa ni kizazi kitatu na kijacho
Mwenyezi Mungu ajalie vizazi vijacho uendelee kufuata dini. Tarehe 17 1930 alizaliwa katika Qadian. Alipata mafundisho ya masomo ya kimsingi katika Qadian. Baada ya partisha alijiunga na chuo. Aliendelea kusoma chuoni. Baada ya kuhitimu masomo yake mwaka mmoja alitoa huduma zake katika Tahrika Jadid. 1961 kama ni naib afsar khazana wa Sadr Jaman Ahmadiyya alipelekwa pale. Halifa wa pili alikuwa na hamu kwamba mtoto wake mmoja afanye kazi katika ofisi ya mali ya jumuiya. Kwa inasema labda halifa wa pili alimteua kuwa ofisi ya mali ya jumuiya. Umri mzima aliendelea kutoa huduma katika ofisi hii. Katika Furqan Battalion pia alitoa huduma zake. Alijenga uhusiano mzuri na uhalifa. Alikuwa mjomba wangu lakini alikuwa ananiheshimu sana. 2003 alipokuja hapa kushiriki mkutano wa mwaka, naona kwamba alikuwa amesimama pamoja na watu wengi sana. Yeye aliponiona na mimi nilipomuona, kwa shauku na kwa hamu sana alianza kupongeza kwa shauku sana, na ikhlas ilionekana juu ya uso wake. Alikuwa akiwasaidia watu wanyonge. Mwenyezi Mungu amrehemu na amghofirie. 1956 halifa wa pili alifunga ndoa yake pamoja na Kaisra Khanam Sahiba, binti wa Khan Said Ahmad Khan Sahib. Alikuwa na mabinti wawili na watoto wa kiume wawili. Son-in-law moja ni wakfu, ametoa wakfu maisha yake, na mke wake mmoja anaishi hapa London aitwaye Dr. Irfan. Katika hutuba ya ndoa halifa mtukufu aliyotoa, sasa hii ni jambo la historia, kwa hiyo mimi nataka nieleze hapa. Halifa wa pili katika hutuba ya ndoa yake alisema kwamba leo nimesimama hapa kutangaza ndoa ya mtoto wangu Azhar Ahmad ambaye anamua binti wa Khan Said Ahmad Khan aitwaye Kaisra Khan Sahiba. Kaisra Khanam Sahiba alikuwa katika jamaa yetu. Sasa kwa sababu ya ndoa hii amekuwa jamaa yetu kwa njia ya tatu. Huyu bibi ni jamaa yetu kwamba yeye ni mjukuu wa Colonel Osaf Ali Khan Sahib, na Colonel Osaf Ali Khan Sahib alikuwa shemeji wa Nawab Muhammad Ali Khan Sahib. Huyu ni mjukuu wa shemeji wa yule ambaye Sayyidina Ahmad Islam alimpatia binti yake. Hata wakati wa halifa wa kwanza binti yake pili pia aliolewa na mtoto wake. Huyu ni jamaa yetu kwa sababu ya hii pia kwamba alikuwa mjukuu wa mtoto wa Khan Kapoor Thalwi Khan Sahib aitwaye Abdul Majid Khan Sahib, na Khan Muhammad Khan Sahib alikuwa sahaba wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Halifa wa pili anasema, nasikitika kwamba jumuiya yetu haikumbuki historia yake. Mimi sidhani kwamba kuna kaumu sawa na jumuiya ambayo ni mvivu kuhusu kukumbuka historia. Angalieni historia wa Kristo, wao walikumbuka historia yao. Maswahaba pia Waislamu pia walimeeleza habari ya maswahaba kwamba wameandika vitabu chungu mzima, lakini jumuiya yetu ambayo imepatikana katika wakati wa elimu lakini haikumbuki, haihifadhi historia yake. Hazur anasema watu wanatakiwa wazingatie jambo hili. Nimeshawahi kukumbusha kwamba historia yenu ya familia yenu natakiwa mkumbuke, na inatakiwa ikiwa maswahaba walipatikana katika familia yenu habari yao ielezwe. Alipili anasema kwamba Khan Muhammad Khan Sahib alikuwa sahaba wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Alikuwa akipenda jumuiya kiasi hiki kwamba tarehe mosi wa Januari 1904 alipofariki, kesho yake Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alikuja kwa ajili ya swala ya alfajiri, na akasema, leo nimepata ufunuo kwamba katika mtu wa familia amefariki leo. Watu walikuwepo pale wakasema kwamba watu wa familia wako salama. Kwa hiyo hii ilhamu hii ni kuhusu nani?
sainam alah salam akasema kwamba ilham hii ni kuhusu Said Khan Saheb Kapur Thalwi amefariki jana, nimepata ufunuo huu kuhusu yeye. Katika ilham Mwenyezi Mungu alimweka katika familia ya sainam alah salatu wassalam. Kisha alipewa ilham hii pia kwamba watoto watatendewa kwa upole. Hazrat Muslimud anasema kwamba Mwenyezi Mungu alimpatia mpole sainam alah salam wakati alipofariki Khan Saheb. Hii inaonyesha kwamba kwa kiroho Khan Saheb alikuwa katika familia yake kwa kiroho. Kwa hiyo huyu bibi ni jamaa yetu kwa sababu ya hii kwamba huyu ni mjukuu wa yule ambaye ameitwa mtu wa familia kwa kiroho. Hazur anasema kwamba nimeeleza kwa fupi historia yake. Wakati mke wake alipofariki, wakati ule pia nilieleza historia hii. Mwenyezi Mungu amrehemu, amghofirie huyu marehemu na ampatie nafasi pamoja na wapendwa wake. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.